Historia ya Merlin, mchawi aliyetikisa Ulaya ya kale miaka mingi iliyopita. Katika simulizi za kale za United Kingdom, Uingereza, kulitaja jina la mmoja wa watu wa ajabu aliyeitwa Merlin. Huyu alikuwa mchawi mwenye nguvu kubwa sana, ambayo historia zake zimeendelea kuishi miaka na miaka mpaka leo kupitia vitabu mbalimbali, filamu na hadithi za kifalme za zamani. Ingawa hakuna ushahidi kamili wa kihistoria kuthibitisha tarehe yake halisi ya kuzaliwa, simulizi nyingi zinaonyesha Merlin aliishi karne ya 5 mpaka ya 6 baada ya Kristo, kipindi ambacho Uingereza ilikuwa katika vita vikubwa vya kikabila na mapambano ya watawala mbalimbali waliotaka kutawala falme. Kuna wengi waliamini Merlin hakuwa mtu wa kawaida. Tangu akiwa mtoto alionekana kuwa na akili ya ajabu sana. Alikuwa akizungumza mambo kabla hayajatokea, na mara nyingi maneno yake yalitokea kweli. Ndio maana watu wakaanza kumwogopa na kumheshimu kwa wakati huo. Lakini jambo kubwa lililomfanya Merlin afahamike zaidi duniani ni uhusiano na King Arthur, ambaye alikuwa mmoja wa wafalme maarufu katika historia za kale za Uingereza. Wakati huo ufalme ulikuwa katika machafuko makubwa. Kulikuwa na vita kila upande, na hakuna aliyekuwa akijua nani alikuwa mfalme wa kweli. Ndipo Merlin akaanza kuonekana mbele ya wafalme na mashujaa, akitoa ushauri na siri nzito kuhusu mustakabali wa taifa hilo. Inasemekana Merlin ndiye aliyemleta Arthur kwa siri tangu akiwa mtoto baada ya baba yake kufariki. Merlin alijua kuwa Arthur ndiye angekuwa mfalme mkubwa baadaye, hivyo alimlinda mpaka alipokuwa tayari kuwa mfalme. Siku moja kulitokea tukio lililobadilisha historia yote ya Camelot. Katika uwanja mkubwa kulikuwa na upanga uliochomekwa ndani ya jiwe kubwa. Kwenye upanga huu kulikuwa na maandishi yanayosema kuwa yeyote atakayefaulu kuwa mfalme halali wa nchi hii ya Camelot. Mashujaa wengi wenye nguvu walijaribu kuleta, lakini hawalishindwa na hawakufanikiwa. Wafalme wakubwa walishindwa, wanajeshi hodari walishindwa, lakini Arthur ndiye alifanikiwa. Kwa wakati huo alikuwa kijana mdogo asijulikana sana. Alisogelea ule upanga na kutoa kwa urahisi mkubwa mbele ya watu wote, kana kwamba tu umewekwa juu ya jiwe. Upanga huo uliitwa Excalibur, na tukio hilo likamfanya Arthur kuwa mfalme wa Camelot, huko Merlin akiwa anamshauri kama mshauri wa rais au mshauri mkuu wa mfalme. Baada ya hapo jina la Merlin likaenea kote Ulaya, wakati waliamini alikuwa na uwezo wa kufanya uchawi mkubwa sana. Nyingi zinasema aliweza kuona yajayo, kubadilisha sura, kuzungumza na nguvu za asili, kufanya watu wapotee na hata kutawala hali ya hewa. Katika baadhi ya hadithi za Merlin, alisemekana kuishi ndani ya misitu ya siri na mapango ya kichawi, ambako alikuwa akifanya majaribio ya nguvu za kale zilizofichika duniani. Lakini kadri miaka ilivyopita, Merlin akaanza kuvutiwa na mwanamke mchawi mwenye uzuri mkubwa aitwaye Nimue, ambaye pia alijulikana kama Lady of the Lake, yani mwanamke wa ziwa. Merlin alimpenda sana kiasi kwamba akaanza kumfundisha siri zake zote za uchawi, lakini Nimue alikuwa akitaka kujua nguvu zake zote Merlin ili aje kuwa mchawi mwenye nguvu kuliko yeye. Hii tunakumbuka historia ya hadithi nyeti inayopatikana katika Biblia inayomhusu Samsoni na Delila, aliyeshawishiwa kwa mapenzi ya dhati na kushawishiwa kupata siri za nguvu. Mwisho wake tunaujua ulishaje. Kwa hiyo hata huyu Nimue
alitaka kumshawishi huyo nani aje kumtawala katika uchawi. Tuendelee. Baada ya kujifunza siri hizi, Nimue alitumia uchawi huo dhidi ya Merlin. Hadithi nyingi zinasema alimfunga ndani ya pango la kichawi milele, huku wengine wakisema alimfunga ndani ya mti mkubwa wa kichawi ambapo hakuwahi kutoka tena. Ndipo mchawi mkubwa aliwahi kuogopwa na wafalme akapotea duniani kwa njia ya maajabu sana. Mpaka leo hakuna anayejua kama Merlin alikuwa mtu halisi au ni hadithi tu iliyochanganywa na simulizi za kale, lakini jina lake limeendelea kuishi kwa mamia ya miaka na bado ni moja ya historia maarufu zaidi duniani. Ukipenda historia za kweli, mimi ni mwalimu Profesa na mjumbe wa wahenga. Hiyo ni nakala tu inayokuhabarisha kuhusu maisha ya watu maarufu na waajabu kutokea katika karne ya historia ya dunia. Mimi ni mwalimu